anatuambia katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 9, heri wapatanishi, kwa maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tusipokuwa wapatanishi, tukiwa kinyume cha upatanishi, maana yake tunakuwa wapandikizaji wa chuki na vurugu. Na tukifanya hivyo, tunajiondoa kwenye baraka za kimungu. Lakini pamoja na haya, kanisa linatambua kwamba machafuko ni ishara ya kukosekana kwa amani ya Kristo katika mioyo ya watu. Tunaposoma katekisimu ya Kanisa Katoliki, tunaambiwa kwamba amani ni matokeo ya utaratibu wa upendo, haki na ukweli. Amani inapotoweka, jamii hupoteza baraka ya Mungu. Kwa hivyo, machafuko yaliyotokea na yanayoonyesha dalili ya kuendelea kutokea ni kwamba amani ya ndani ya watu imepotea. Haki haijatekelezwa, ukweli umepotoshwa na upendo umepungua. Haya yote yanavuruga maelewano ya kijamii na kiroho, na hivyo huleta hali ambayo inaonekana kama laana, kwa maana matokeo yake ni mateso, umasikini na huzuni ya kitaifa. Lakini kanisa halisemi kwamba Mungu amelilaani taifa, bali anatuita kwenye toba ya pamoja na sala ya upatanisho. Lakini je, tunahitaji uponyaji? Ndiyo, tunahitaji uponyaji kama taifa zima. Na kama jamii ikifanya toba ya kweli, ikiomba rehema na kurekebisha dhuluma, Mungu atarejesha baraka zake. Tukisoma maandiko matakatifu, Mambo ya Walawi wa pili sura ya 7 aya ya 14 inatuambia kwamba ikiwa watu wangu watakaoitwa kwa ajili ya jina langu watanyenyekea na kuomba na kutubu, nami nitawasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Na hivyo basi, tukifanya hayo, amani itarejea pale tunapopatanishwa na Mungu, lakini tunapojipatanisha sisi kwa sisi. Tuendelee kuliombea taifa letu. Na Kristo anatuambia kwamba rudini kwangu nami nitawarudishia amani. Na hivyo tunaposikiliza habari njema juu ya ufufuko katika Dominika hii ya 32 ya mwaka C, tutambue kwamba wale waliouawa wanakuwa ni mashahidi wa dhamiri ya taifa. Wale waliopona wanapaswa kuwa wajenzi wa upendo. Wale wanaobaki wajifunze kuwa sauti ya haki isiyo na chuki. Na tena zaidi ya hapo, tunaendelea kujifunza kutoka kwa watu mbalimbali. Mfano mmoja wapo, Martin Luther King Jr., ambaye yeye alikuwa ni mpigania haki Marekani mweusi, ambaye hakuchoka. Na tena aliona kwamba ili kupata haki ya kweli inabidi kuunganisha watu wote, wanaobagua na wale wanaobaguliwa, yaani wazungu na Waafrika, wote wanapaswa kuwa kitu kimoja. Unapopigania haki za Kiafrika na kumtenga yule aliye mzungu, basi haki yako haitakuwa ya kweli. Lakini kukiwa na umoja na ushirikiano, basi hiyo haki unayoipata itakuwa ya kweli. Na zaidi ya hapo, yeye anapotufundisha, anaposema kwamba mara moja alipotoa hotuba yake ambayo inarudiwa mpaka leo, anaposema kwamba nina ndoto kwamba siku moja Mwafrika na mzungu watasoma shule moja,
wataishi pamoja, watakula chakula pamoja. Lakini kulikuwa na mpigania uhuru mwingine ambaye yeye alikuwa ni kinyume chake. Aliangalia zaidi Uafrika wake, na alisema kwamba haki hii haiwezi kupatikana kwa njia ya maridhiano. Yeye akasema kwamba, alisema kwa lugha ya Kiingereza, anasema kwamba wakati wengine wanaota ndoto, sisi tunapata, kwa Kiingereza tunasema anapata ndoto mbaya. Wakati wengine wanaota ndoto, lakini yeye anapata ndoto mbaya. Na hivyo maana yake nini? Zaidi anataka kulipiza kisasi. Anasema while other they dream, we have a nightmare. Maana yake ndoto mbaya ya kutisha. Maana yake hataki tena maridhiano, hataki kuongea. Maana yake kama ni chuki, basi ni chuki, hakuna upendo tena. Lakini Martin Luther alizungumza kwa lugha nzuri ya kuleta maridhiano kati ya watu wote. Anasema kwamba giza haliondolewi na giza, bali giza huondolewa na mwanga. Chuki haiondolewi kwa chuki, ni upendo pekee unaweza kufanya hivyo. Amani ya kweli sio tu kukosekana kwa mivutano, bali ni uwepo wa haki. Kuna njia mbili za kupigania haki: kwa upanga au kwa moyo wa upendo. Upanga unaua, lakini moyo wa upendo unaponya. Maneno haya yanatukumbusha kwamba kupigania haki ni wajibu wa kila raia, lakini njia ya kufanikisha hilo lazima iwe ya amani, busara, heshima na utu wa watu wengine. Na zaidi ya hapo, tunapotazama machafuko haya katika nchi yetu, tunaweza kutazama pia namna watu wengine wanaweza kutuelezea sababu ya machafuko haya. Kwa nini maandamano kutokea? Na nilipokuwa na tafakari haya, nilikuwa nafikiria namna tunavyofundishwa saikolojia na sosiolojia mashuleni. Hasa pale tunapojifunza walimu, ni lazima saikolojia na sosiolojia ujifunze ili uweze kukabiliana na wanafunzi au kundi la watu tofauti, ambapo katika haya walimu wanajifunza saikolojia na sosiolojia ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali. Lakini changamoto mojawapo ni migomo mashuleni. Nilipokuwa natazama migomo mashuleni, basi naangalia pia maandamano katika taifa letu la Tanzania. Hao wana saikolojia wanatuambia nini? Wenyewe wamechunguza na kuona mizizi ya vurugu katika jamii na kubaini mambo yafuatayo. Mwanasaikolojia Sigmund Freud anatuelezea kwamba binadamu ana nguvu mbili ndani yake. Ya kwanza ni Eros na ya pili ni Thanatos, ambapo Eros ni nguvu ya upendo na uhai. Thanatos ni nguvu ya uharibifu na kifo. Vyote hivi viko ndani ya moyo au ndani ya nafsi ya mtu, ambapo tunaweza tukafananisha na barafu inayoelea. Tunaona sehemu ya juu inayoonekana na sehemu ya chini isiyoonekana. Sehemu ya juu ni conscious, inayojielewa, na sehemu ya chini ni unconscious, ipo ndani, haionekani lakini imejificha. Ndio maana Sigmund Freud anatuambia kwamba haya yote mawili yapo ndani ya mtu, kama vile barafu.
sehemu inaonekana, sehemu haionekani. Kwa hiyo nafsi ya mtu inaposhindwa kudhibiti hasira au maumivu, mtu huyo anaburuzwa na nguvu ya Thanatos ambayo inamuelekeza au inamsukuma kufanya vurugu. Lakini anatupa tiba yake. Tiba yake ni nini? Tiba yake au suluhisho lake ni tiba ya kiroho na kisaikolojia. Ambapo ni nini katika haya? Kwanza ni sala, pili msamaha, na tatu mazungumzo ya kweli. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunaitwa kumkimbilia Mungu katika sala. Tunaitwa kumkimbilia Mungu kufanya toba ili tupate msamaha. Wasamehe kama vile utusamehe kama vile nasi tunavyowasamehe. Na mfano wetu wa msamaha ni Kristo msalabani, pale anaposema, Baba, wasamehe hawa maana hawajui walitendalo. Lakini zaidi ya hapo basi, mwisho ni maridhiano, mazungumzo ya kweli yenye nia ya dhati ya kuleta amani. Na tena mara moja Rais Mkapa marehemu katika hotuba zake alizokuwa akizitoa mara moja kwa mwezi alisema kwamba raha ya mazungumzo ni kusikiliza. Raha ya mazungumzo ni kusikiliza. Je, tuko tayari kusikilizana? Pale ambapo hatuko tayari kusikilizana, basi maridhiano kutakuwa hakuna. Lakini kila mtu akiwa anaongea kwa wakati mmoja, hapo kusikilizana hakuna. Lakini mmoja anapaswa akae kimya, asikilize dukuduku la mwingine, na ndipo mwingine naye apate nafasi ya kutoa majibu na yeye kutoa dukuduku lake. Lakini zaidi ya hapo, wanasosiolojia wanatuambia nini juu ya vurugu? Wanatuambia kwamba katika jamii, wataalamu wanasosiolojia wawili, Max Weber pamoja na Emil Durkheim, anasema kwamba jamii zenye ukosefu wa haki, ubaguzi na umasikini mkubwa zinajenga hali ya anomie, yani upotevu wa maadili na utulivu. Watu wanakuwa tena hawana maadili wala hawana utulivu wa moyo. Wanachowaza basi ni vurugu, na hivyo vurugu mara nyingi inakuwa ni kilio chenye majeraha. Suluhisho lake ni kujenga taasisi yenye haki, lakini pia jamii ifundishwe elimu juu ya amani. Lakini zaidi ya hayo, maadili thabiti katika jamii. Na hivyo ili kurejesha amani si kazi ya serikali peke yake, bali ni jukumu la kila mmoja katika jamii, lakini katika sisi tunaoamini katika mambo ya kiroho. Tunapaswa kuwalea watoto wetu, vijana wetu, na sisi wenyewe tuwe na uwezo wa kushughulikia migogoro bila hasira wala chuki. Tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Na pia katika kutafakari juu yanayoendelea, ikawa na tafakari au na kumbuka kitabu cha kusoma tulipokuwa darasa la kwanza na la pili. Nadhani kile kitakuwa ni kitabu cha darasa la pili, kinatuelezea habari juu ya mpapai na matete. Mpapai na matete vilikuwa katika shamba moja, lakini mara moja kukatokea dhoruba na upepo mkali. Matete yalikuwa yakiinama, mpapai ukabaki wima. Matete yakamwambia ule mpapai, we mpapai, upepo huu ni mkali, inama kama sisi
la sivyo utavunjika. Lakini mpapai hakusikia. Upepo ukazidi na kuzidi. Matokeo yake mpapai yule ukavunjika na ukawa ndio mwisho wake. Hizi ni hadithi tulizokuwa tukizisoma, lakini baadaye nikaja kufahamu nilipofika sekondari kwamba zile hadithi zinaitwa ngano. Maana yake ni hadithi za maonyo zinazotuonya tunapopitia katika hali fulani, basi tuweze kujirekebisha. Lakini pale marekebisho yanaposhindwa kufanyika, basi tunaelekea kuwa na mwisho mbaya, kama mpapai ulivyoshindwa kuwa na unyenyekevu, kuinama ili usivunjwe na upepo. Hakufanya hivyo, upepo ukavuma, mpapai ukavunjika. Upepo uliporudi, matete yakasimama wima na mpapai ukavunjika. Huko ni kukosa unyenyekevu. Tunapaswa tujifunze unyenyekevu sote kwa ujumla, kuanzia wakubwa mpaka wadogo. Nirudie tena kusema, tufanye toba ya kweli, tuombe msamaha kwa yale yaliyotendeka kwa maneno au kwa vitendo. Tuendelee kutoa elimu ya amani katika familia zetu na jamii yote inayotuzunguka. Tutafute namna bora ya kufanya maridhiano kwa mazungumzo, lakini kuwa na msamaha na kuonesha heshima. Zaidi, tuoneshe jamii yenye haki na usawa. Wale walio madarakani wasikilize sauti za wananchi bila ubaguzi. Lakini zaidi ya hapo, tufanye maombezi na toba ya kitaifa kwa ujumla. Taifa lipate sala na toba kama njia ya uponyaji katika jamii iliyojeruhiwa. Lakini pia tufanye ushirikiano sote kwa pamoja katika kuhubiri amani, katika kujenga umoja na sio kuigawa jamii. Sisi kama wanaparokia, familia ya Mungu ya Parokia Mtakatifu Petro Claver, tunapaswa kuwa mfano wa amani. Tuwe wafuasi wa Kristo walioko upande wa uhai na si wa mauti. Tusifurahie kuona damu ikimwagika, bali tuwe watu wa kuziba pengo na kuponya majeraha. Kila familia, kila jumuiya, kila chama cha kitume kiwe shule ya upatanisho. Na mwisho, katika Dominika hii ya leo, tunapo tafakari juu ya maisha ya baadaye, tukumbuke kwamba Kristo amefufuka, nasi pia tumeumbwa kwa ajili ya uzima, si kifo. Lakini njia ya upendo ndio njia ya nguvu kuliko silaha yoyote duniani. Tuchague upendo badala ya chuki, haki badala ya udhalimu, maombi badala ya mabovu, na tukifanya hivyo tutathibitishwa kwamba kweli tunamwamini Mungu wa walio hai. Basi tuendelee kumkimbilia Mungu wa amani na uhai. Atazame taifa letu la Tanzania na dunia nzima. Atuondolee roho ya chuki, atujalie mioyo ya msamaha. Atufanye tuwe chombo cha upendo na haki. Atujalie imani thabiti katika ufufuo, ili tupiganie haki bila ghasia na kuishi kwa amani katika mwanga wa Kristo. Kristo, tumaini letu.